ikiwa kuna kikundi ambacho si idara ya usalama wa taifa, sio polisi, sio jeshi la magereza, sio jeshi la wananchi, kinawachukua hawa watu, kinaondoka nacho. Halafu sasa hawa idara ya usalama wa taifa wanapofuatilia wakagundua kwamba hicho kimetumwa na mwanasiasa fulani mwenye mamlaka iliyowateua, hawezi ukishughulikia. Nakupa mfano. Sijasema ni hivyo, nielewe vizuri. Nakupa mfano. Kwa sababu ni ngumu kuamini kwamba eti polisi anakwenda kumchukua mtu kwenye hoteli, anajitambulisha mimi polisi. Toka ndani, si tunataka kuhoji tu. Umejitambulisha wewe ni polisi. Halafu huyu mtu anaokotwa ametupwa. Sasa si umejiexpose mwenyewe? Sioni kama kuna chombo cha kweli cha Kitanzania chenye uwezo wa kumchukua mtu kikajitambulisha au kikaenda kumtupa na kinamtupa huko kinamwambia sema asante Samia. I don't believe. Vyombo vyetu they are so competent. Vijana wa idara ya usalama ni competent, polisi wetu ni competent, jeshi la wananchi ni competent, magereza ni competent, ila mimi nahisi navyoona kunaweza kuwa na vikundi vya watu vinavyofanya hii kazi. Na kama vikundi hivyo kama ikatokea vikundi vile, kwa mfano nika kikundi fulani, lakini aliye nyuma yake pengine ni yule kiongozi anayewateua hawa watu wa idara ya usalama taifa, wakifuatilia tumekukamata, nyamaza, itabidi anyamaze. Asiponyamaza nje ya kazi. Hawa polisi wakifuatilia wagundua sio sisi, nika kikundi fulani, wakikataa kunyamaza nje ya kazi, maana yake hatutakuwa na nchi. Tubadilishe sheria yetu iendelee kwamba wakuu wa vyombo, kwa maana ya DGIS, mkuu wa idara ya usalama wa taifa na msaidizi wake na wasaidizi wake, wale wateule wa rais wote, mkuu wa jeshi la polisi IGP na watu wote ambao ni wateule wa rais, mkuu wa jeshi la magereza, mkuu wa jeshi la wananchi, wateule wa rais wote, ni kweli wao wanateuliwa na rais. Lakini wakitaka kutoka, sababu zao za kutolewa zipelekwe kwenye kamati ya bunge ya usalama na mambo ya nchi za nje, kwamba huyu bwana nilimteua mimi lakini nataka kumtoa. Zionwe sababu hizo, tuzione, tuone kwamba je, huyu hatolewi katika nafasi yake kwa sababu ya uzalendo aliofanya? Mtu anataka nielewe, ili wabunge, kuna kamati ya ulinzi na usalama na mambo ya nje ya bunge, waangalie kwamba mtu anapotaka kutolewa, kama nchi zingine, naona kama Marekani, kiongozi wa chombo anapokuwa anateuliwa, kama unavyojua, anahojiwa na maseneta, wanamhoji. Na sisi tufike mahali kwamba kiongozi wa chombo anapotaka kuondolewa, sababu za viongozi wakuu wa vyombo ambao ni wateule wa rais, kama DGIS na aliye chini yake na aliye chini yake, na mkuu wa jeshi la polisi na wale wote ambao ni wateule wa rais, na magereza na jeshi la wananchi wateule wa rais, umteue sawa, ili tulilinde taifa. Unapotaka kumtoa, sababu za kumtoa yule mtu ziletwe kwenye kamati ya ulinzi na usalama na mambo ya nje ya nchi ya bunge, kwamba huyu bwana tunataka kumtoa, lakini sababu za kumtoa ni hizi hapa, 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 ili kusudi tuone, je, huyu mtu hatoki kwa sababu ameitetea nchi yetu? Huyu mtu hatoki kwa sababu ametimiza wajibu wake wa kitaaluma katika kuisaidia nchi yetu iwe bright? Hiyo itatusaidia sana, na itawafanya hawa wakuu wa vyombo wawe wanaamua mambo, hata kama wakiamua kinyume na mamlaka zetu, lakini waamue kwa kuitetea nchi yao wenyewe. Hapa tutaona sasa ethics za kazi zao zimekuwa salama. Ni binadamu hawa. Mtu ataniambia kifupi tu, Gwajima, hawa wameapa bwana, wana kiapo. Sikiliza, DGIS ana kiapo, ni binadamu, ana familia na watoto, na msaidizi wake wana familia na watoto. Leo hii ameambiwa ondoke. IGP ana familia na watoto na future. Ameliona jambo ambalo haliko vizuri kinchi, haliko vizuri kiusalama, haliko vizuri kiuzalendo, lakini mamlaka za kisiasa zinaliona hili jambo ni kete ya kisiasa. Amesema sasa, hili bwana hapana, mheshimiwa, hili hapana, nenda nyumbani. Analetwa mwenzako, naye anasema hapana, nenda nyumbani.
utafika wakati ataletwa mtu wa kukubali mambo ambayo hayako sawa, halafu tumepoteza nchi. Tunakoelekea, where we are heading now as a country, kuna siku tutapata matatizo.